Haina haja ya kunifahamu, sababu mimi na wewe ni vitu viwili tofauti. Nataka nikuulize swali. Hivi kwa nini unautumia vibaya uchawi wako na kuwazuru watu wasiokuwa na hatia? Je, unapata faida gani unapoua binadamu wasiokuwa na uwezo wowote ule, tena ni dhaifu? Ninafurahi sana ninavyofanya vifo vyao, ila tambua hakuna kifo kinachokosa sababu, na kila jambo ninalolifanya tambua ninalifanya kwa akili zangu timamu. Je, wewe ni kibaraka wa Sindu? Hata nikikwambia uwezi kunisaidia kitu chochote kile. Alafu majadiliano hayahitajiki, tufanye vitendo, hilo ndo suluhisho. Oh, unanitisha? Basi sawa, na mimi niko kama wewe, na kama umeitaka vita basi mimi naimaliza, na si unaitaka ngoma basi tuingie tuicheze. Nadhani hapa mtaishi vizuri. Kuna uzuri, huduma zote za kijamii zipo hapa. Hata barabara ipo karibu yenu. Kwa hiyo kwa changamoto yoyote mnaweza mkanipigia simu. Nashukuru sana Bwana Dali Mkane. Na kwa nyumba hii nimefurahia sana. So kama utakuwa na changamoto yoyote ama jambo lolote, tazidi kuwasiliana. Usijali boss. Hayo mambo ya kawaida. Tunashukuru kama utaweza kufanikisha hiyo. Nadhani sisi hapa tunakuamini sana. Na nikuahidi Bwana Mkane, ukiweza kuleta mfanyakazi, tutakulipa vizuri kama tulivyokulipa kwenye kutafutia nyumba. Katika hilo, mimi nahisi limeisha kabisa. Nipeni siku ya leo. Kesho mfanyakazi anakuwepo ndani. Asante sana. Na mapenzi upofu, naweza penda takizani, moyo kaubebesha maumivu, mapenzi yanauma ndani kwa ndani. Utumwa wa mapenzi ndo nafanya wengi tunapoteana. Utumwa wa mapenzi ndo nafanya wengi tunapotezana. Kipenzi, umejisikiaje kuweza kuwekwa sehemu nzuri kama hii? Kikweli najisikia amani sana. Yaani nimekuwa na furaha, yaani kubwa sana. Maana maisha tuliokuwa tunaishi sasa yamebadilika. Vipi kuhusiana na Wifisima? Unadhani itakuwaje kwenye upande wake? Nadhani Sima ni mtu mzima na anajielewa. Kama akihitaji uwepo wetu, akihitaji kutuona, nahisi hapa ni rahisi basi kama atahitaji kutuona ama kujua sehemu ambayo tupo, ana nguvu nyingi za kumuonesha sehemu ambayo tupo. Basi sawa, mimi nakusikiliza wewe tu. Wewe ndio muamuzi wa kila kitu. Sawa, kama umenielewa. Alafu unatakiwa usiwe na hasira. Tunatakiwa tujishushe. Lati mwanangu, akufukuzaye akwambii toka. Haya ni maisha tu. Ni bora kumwabudu Mungu kuliko binadamu kama wewe. Hakuna aliyezaliwa mwanangu akatambua kwamba atakuwa maskini au tajiri. Sawa. Sasa vipi kuhusu mjomba? Atakubali kweli? Kwa sababu mjomba hana tatizo. Mwenye tatizo ni huyu mkewe.
Sitomwambia kwa sababu tusije tukagombanisha ndoa ya watu. Kwa kuwa yeye ni mke na mume, bora aje kutambua sisi tumeshaondoka mwanangu. Na pia mwanangu, utambue hapa sio kwetu. Inabidi tutafute cha kwetu ili tuweze kujitegemea. Sawa. Na je, vipi kuhusu nguo zake? Utampatia? Bila shaka mwanangu, nitampatia nguo zake na haina haja ya kuwa nazo. Twende tukampumzike mwanangu, halafu kesho asubuhi mapema tuianze safari. Lati mwanangu, ila nikuombe kitu kimoja. Unapolala mwanangu, usisahau kumuomba Mwenyezi Mungu, kwa sababu hawa ni wachawi, usije ukasitisha safari yetu. Sawa, hamna shida. Lakini inatupasa tuingie ndani. Huu muda sio sahihi sana. Alafu mama, mimi nitamisi sana Samia, manake nishamzoea. Haya, twende ndani mwanangu. Wow. Habari mrembo, uliyependeza tena mwenye muonekano wa kitofauti. Na kwa nini umesimama bila mashaka wala hofu ya aina yoyote, hasa katika kipindi hiki kigumu cha vifo na mauaji kinachoendelea? Ukimya wako tu unazidi kunishawisha na kunionyesha jinsi gani Mungu alivyokuumba kwa muonekano wa kitofauti sana. Lakini pia muonekano wako unanisafirisha mbali sana na kunipeleka katika visiwa vya Malavidavi, nikimaanisha Tanga, Pemba na Unguja. Mrembo, nafsi yangu inaniambia kwamba wewe unanifaa sana, na ninakuhakikishia hautojutia kuwa na mimi katika maisha yako yote. Asante sana kijana mtanashati. Halafu, kwani umenifanya nini ndani ya moyo wangu? Maana hapa najionea makopakopa tu. Naona makopakopa tu yani. Wow. Ni lazima uone hivyo, kwa sababu jina langu ni Mobi, mtoto wa Mobimba. Na hata katika mechi za kitandani mimi ni mshambuliaji hodari sana. Wengi wananiita Aua wa Simba, na kila ninapopata nafasi ya kupiga penalti, basi ni lazima nishinde. Lembo, na kuomba nipe nafasi katika moyo wako ili uenjoy kupata raha za dunia hii. Hongera kwa uhodari. Kwani unakaa wapi? Wow. Wala sio mbali sana na hapa, lakini kama moyo wako umeruhusu kunifahamu, basi unaweza kupafahamu ninapoishi. Mama, unadhani maamuzi uliofanya uko sahihi? Mbona ghafla hivyo? Ndiyo mwanangu, nipo sahihi. Hatuwezi kuendelea kukaa kwenye nyumba za watu hali ya kuwa tunanyanyasika. Basi sawa. Lakini kwa muda huu tunaelekea wapi?
Ndiyo mwanangu, nipo sahihi. Mimi naona bora turudi kwenye kijiji alichozaliwa babako, Korogwe, Tanga hii. Kwa sababu wewe huko ndo ulipozaliwa na ukoo wako ndipo ulipo. Sawa, mimi nakusikiliza wewe mamangu. Haya, mama na mtoto na mabegi, vipi kulikoni? Sisi tumeweza kuamua kuondoka. Kwa hiyo haina haja uyajue yote. Hongera kwa maamuzi, kwa sababu mmeamua wenyewe kutoka ndani ya mioyo yenu. Vizuri. Asante. Asante sana. Tuondoke. Asante sana kwa tendo lako lililoshiba. Na tangu nikutane na wewe, umekuwa ni mwanamke tofauti sana katika maisha yangu. Unamaanisha nini kijana handsome? Namaanisha umekuwa ni mwanamke tofauti sana katika maisha yangu. Tao, mwili wako umekuwa wa joto na baridi, na hauchoshi kabisa katika tendo. Asante sana. Tao, kusema ukweli, moyo wangu umepigwa na butwaa kwa penzi lako zito, ambalo sijawahi kulipata katika hii dunia. Asante sana kwa maneno yako mazuri. Nami pia nimelizika. Umekuwa kijana tofauti sana. Uliweza kusubutu kushika hisia zangu. Wow. Mama, tumeshapumzika vya kutosha. Inapaswa sasa tuelekee stendi.
lakini hapa tulipo tuna 20,000 na tukienda kupanda magari ya Tanga kila mtu ni 25,000. Mama, sasa tutafanyaje na ikiwa nauli haitoshi? Sawa mwanangu, usijali, lakini inabidi kuweza kupiga moyo konde, kwa sababu kwenye matatizo furaha uwaga inakuja mbele. Usijali mwanangu, yataisha tu. Lati, kwani unamfahamu huyo? Ndiyo mama, hao ndo vibaraka wa mjomba kule nyumbani. Hongereni, naelewa kwa nini mnaondoka, na pia ni maamuzi mazuri kwa sababu yatawafanya muwe huru. Ila pesa zenu mlizonazo ni chache sana. Sasa sijui mtafikaje huko mnakoenda. Hamuoni kama itakuwa ni hatari? Hatujui, lakini tuna matumaini ya kufika safari yetu, kwa sababu tumetia nia kwa kila kitu, kwenye shida na raha. Sawa, ila mnaonaje nikawasaidia kuwavusha kufika hadi kwenye kijiji chenu? Kwa sababu safari yenu ni ndefu sana. Mpaka mfike huko mtakuwa mshachoka sana. Kutokana na uwezo niliokuwa nao, mimi naweza kuwasaidia kufika huko. Naomba mniamini. We Kigagula, kivipi yani? Unatuvushaje? Sisi tunakwenda stendi kupanda magari. Usijali mama, lengo ni kufika nyumbani na ana uwezo wa kutusaidia kweli. Sawa, nashukuru kwa kuweza kunielewa. Nifuateni.